Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai umuri wa afya na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu siku ya leo, ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za waandishi wetu toka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Naitwa Safari Alimasi ambaye ni mchambuzi wako kwa leo. Nitasaidiwa mitamboni na Merci Mbeleti, na kualika uweze kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu. Msikilizaji, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari kwa kina, unakuwa unapata fursa ya kuweza kupata habari muhimu ambazo za leo zitaletwa kwenu na studio wa Sudi Valente. Karibu Sudi, hali gani? Mwenzangu Safari Alimasi Limitinoir, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu nipo salama salimini, sijui labda upande wako. Na mimi niko fresh kabisa, namshukuru hala. Sijui umeandalia nini kwenye habari muhimu kwa siku ya leo wasikilizaji? Ndio, wasikilizaji wetu, kuna kwa habari ambazo tuweza kuunga mwamba kwa siku ya leo. Tuanzie hapa katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa maoni yamekuwa tofauti kwa baadhi ya raia wa mji wa Baraka kutokana na hali ya watu wapatao 4 kutembea uchi mchana kweupe mjini humu, jambo ambalo ni kinyume na sheria za nchi hii. Na huko katika nchi ya Burundi ni kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ameeleza kuwa ana taarifa za kuaminika kuwa nchi ya Rwanda ina mpango wa kuishambulia nchi ya Burundi, huku nchi hiyo ya Burundi ikionya kuwa itajilinda dhidi ya mashambulizi yoyote kutoka kwa nchi ya Rwanda. Mwishowe, katika habari za kimataifa, rais wa Angola Joao Lourenço ametangaza kujiondoa kama mpatanishi wa mchakato wa Luanda uliolenga kutatua mzozo ulioko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya nchi ya DRC dhidi ya nchi ya Rwanda inayosababishwa na waasi wa M23. Mwenzangu Safari Alimasi Limitinoir, sina la ziada, menaweka nukta kuna kwa habari muhimu. Ni kushukuru sana Sudi wa Sudi Valente kwa usomaji wa habari yako muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na hapa katika mji wa Baraka. Meya kwa muda wa mji wa Baraka ameomba kuendesha pikipiki kutokupaki pikipiki zao eneo ya soko ya El Shaddai Mamezoskal. Hivyo ni kutokana na eneo hiyo kuwa ndogo ambayo yaweza kusababisha maafa, hasa ajali za mara kwa mara. Katika mazungumzo na redio yako, Bi Emerite Tabisha Mongelwa, meya kwa muda wa mji wa Baraka, amesema kuwa ni muda sasa waliweza kukataza pikipiki yoyote ile kupaki eneo hilo, na mwendesha pikipiki atakayeshikwa ataadhibiwa kama anavyoeleza. Watu sijue kama ni nini, watu wanakuwa wanajibeba kwa gaidi karibu mkila kitu. Vitu vimepangwa na mwingine imebaki vizuri sana. Pale Mamezoskal barabara ni mdogo na ni mbaya zaidi. Kwa kulinda watu, kwa sababu serikali inaomba kuona mbele ya wakati, tumehamisha parking, tukahamisha msoko ya JTB. Nafasi nzuri na walikuwa wanatumika vizuri. Haiwezi kuzuia waklia wote, watu wote wanajua kama ni pale nafasi. Nimeyaona mimi mwenyewe. Ninawaambia waendesha mapikipiki, ninakuja kwenu kuwaambia ya kwamba kesho hatutaona pikipiki inapakizia pale. Shusheni mapikipiki pale kwenye eneo yenu. Ile eneo ni mzuri zaidi ya hapo kubarabara ambao munakuja tena kuvamia. Na kwa sababu munavamia au munakataa sheria ambayo sisi zote tumejitilia na imetia kuwa wazi barabara, basi hiyo inakuwa ugaidi na rebellion ina hasara yake. Kwa hiyo natangazia wa motare wote, hatutaki kuona pikipiki pale. Na wenyewe wataongeza ni kusema wanakuwa wa rebel contre vile ya Baraka. Tutatumikisha yale ambayo tutatumikisha, sababu ni wao wanaita tengo vya serikali vya kutia usalama iwafikie pale. Niko na vitengo vyo, nina polisi, nina FRDC, nina wazalendo. Kwa hiyo tutatumika kazi, hatuwezi acha pale watu wabakie mu maisha ambayo inatia watu mu danger zaidi. Kesho ni mwisho, tunawatangazia.
Tubaki tu katika mji wa Baraka ambako maoni yamekuwa tofauti kwa baadhi ya raia wa mji wa Baraka kutokana na hali ya watu wapatao 4 kutembea uchi mchana kweupe mjini humo, jambo ambalo ni kinyume na sheria za nchi. Mchumbe wa mkulima na Fatuma na ripoti kamili. Raia wa mji wa Baraka wamepata mshangao mkubwa kuona tukio hilo limeshuhudiwa mchana kweupe, na ambako ilikuwa ni wanawake 3 na mwanaume mmoja kutembea bila nguo yoyote mchana kweupe. Kwa mujibu wa wale waliotenda kitendo hicho, wamesema wao wamekuja kukamilisha kwa kile ambacho walitumwa na Mwenyezi Mungu, kama wanavyoeleza hapa mbele ya maiki ya Radio Kivu. Yanabo okombatu tonatocha yine nakashani toche Mungu mbaka Mungu ambwele nini naja ya ese imane mbaka lobo okobwa yime homu bona etai nini mushima ese etibile imane kwanza ini manile saliti hata Mungu anayakaini sasa bachonga lusuku twachitoro mbaka ese etibile imane ye to objectif twawewe bina Mungu otwacho ona tonchiko ta oya bibi mukyo uyi oshene oya mpaka olea nze otuji twabulwa lenze ya kutu tatole naboba tole mwebwa ese mabo wale motela tali ale ombe ababo wale mubi twaite sabino mbaka luyelanye eto ese eoko inos yani bino tatole nabo na serikali yaba naba ise ya imana taile nabo twatela nivo rais wa Kongo lunusuko le molekelelo ale nze amuri ya kutu na betuto mucho mavwa bwani tatole nabo amuri ya kutu yoshiyebwe burais tatole nabo ba eno itu Ima kwa kutaka kufahamu nini sheria inasema kutokana na kitendo hicho ambacho kilitendwa mchana kweupe mjini Baraka na raia hao 4, De Gaulle Malembewe Kubo anaonesha yafuatayo. Ndugu mtangazaji, ile hali ya irusiki mbele ya sheria parce que legislateur congolais a dirigé ile hali mu infraction. Kisoma code pénal congolais ça qui ilikuwa révisé mu 2006 mu loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifié complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, ou soit loi yenye bato nazoa kuita la loi portant sur les violences sexuelles. Kwa article yake 167 juu ya infraction ya attentat à la pudeur inakwambia tout acte contraire aux mœurs, yani ile hali ambayo yenye walifanya jana ni actes ziko contraire ku mœurs, ndio kisi sheria inasema. Alors, yote mwenye aliwaona bila yeye kupenda waone deja ni victime wa ile infraction attentat à la pudeur. Donc, kisheria abisikiki ile hali na inaadhibiwa vikali na sheria, ndugu mtangazaji. Yani attentat à la pudeur ni hali yenye sagisi walitembea jana utupu. Haiko kila mtu alikuwa na besoin aone utupu wao. Alors, gisi walitembea na watu wakawaona bila utashi wale watu kuona ile yale mambo. Ndio ile attentat à la pudeur. Donc bali porter atteinte ku bonne mœurs. Donc ile ndio inataka attentat à la pudeur, na ile fait yenyewe balifanya kutembea utupu ndio wanataka bali porter atteinte ku bonne mœurs. Upande mwingine De Gaulle Malembe anaonesha hapa adhabu ambazo zimepangwa ndani ya katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa raia ambao wanaotembea utupu mchana kweupe. C'est punissable, sheria inakataza ile mambo. Tunaona sasa sheria inasema kipengele cha 127. Okay? Wanakuambia tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne sans le consentement valable de celle-ci constitue un attentat à la pudeur. Ndio kwa sheria inasema. Yani kila tendo ambacho unatifanya Kenya kiko sawasawa na hali ya watu ya kawaida ya kuishi bila mtu yoyote yule mwenye kusema eti ikaa hivyo ni kuone hapo hivyo na commettre ile infraction attentat à la pudeur. Alors sheria inapanga ikikuwa alifanya ile mambo mbele ya mtoto au alifanya mbele ya mtu mkubwa. Wakati unafanya ile mambo sasa kisijana watoto walikuwa nyuma yao kwa ndio watembea na waangalia, ni punissable miezi 6 mpaka miaka 5. Gisi watoto walivyowaona. Alors, ça par chérie nasema l'attentat à la pudeur commis avec violence, rise ou menace la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de 18 ans sera puni de servitude pénale de 5 ans à 15 ans. Yes, kuko sasa wakati wote utaweza jiweka utupu mbele ya mtoto, unaweka mtoto unamforcea kuone, haona utupu wako. Sheria inasema unafungwa miaka 5 mpaka miaka 15. Yaani hapo ukiangalia sheria inaongelea sana zaidi sana watoto. Tellement que hawakuforcer watoto wakiba baone, mais balijiplacer muvoi yenye ku public pour que watoto wapate ile accès ya kubaona. Pale ni miezi 6 mpaka hadi miaka 5 selogi sijija na pesa apprécier pene nyata bapatia.
Upande wao raia wa mji wa Baraka hapa wanatoa mtazamo wao kutokana na kitendo hicho cha aibu ambacho kimeshuhudiwa mchana kweupe. Hii jambo kupitikana haikufurahisha watu. Hakuna mtu anaweza kuona utupu wa wazazi wake au wa mababu yake. Ule mtu akose kulaaniwa. Maki hao watu niliona kama vile walikuja kutulaani, lakini hawakukuja kutubariki. Nilisikia mbaya na kwa mshangao, sikujua ni vya nini na sikujua biko mnini. Ile mambo ambayo tuliona hapa kwetu Baraka, kwa kweli ilikuwa ni mambo ambayo tulishituka. Mimi binafsi nilishituka, na waza tangu kuzaliwa yangu sijawahi kuona watu wanawake na wanaume ama na mwanaume wanatembea mchana kati na watu wote wako wanawaona. Ilikuwa mshtuko sana. Ni jambo ambayo haipo vizuri, kwa sababu utupu ya mwanamke, utupu ya mwanamume haiko vizuri kuionesha hadharani kwa watoto. Mimi nilisikia mbaya kuona gisi mama bazima saa wale bako natembea vile gisi banazaliwa matuma bazazi yao. Mimi nilisikia kama mbaya, sikuza furahia juu na mimi niko na batate sa vile yabo, mama sa vile yabo, bababu sa vile yabo. Hilo jambo tukio ambao litokea pale jana, mimi nimekisapoti kufatana na hali yenye tunaishi mwayo mtarafani Fizi na Kongo yote mzima. Hakuna jambo lenye linaweza fanyika bila objectif. Kama tukio litukia hivyo ni kufatana na defense batu wanapigana mu kalite zote zile. Kuna mapambano ya silaha, kuna mapambano ya silaha ya nguvu za giza, kuna mapambano ya silaha ya nguvu ya Mungu. Na hiyo ni mapambano kufatana na asili ya nguvu za asili za mababu zetu. Ni vitu vya kushangaza. Jua pia wayaviona depuis tuzaliwa. Tukaona batu wanakia wa mingi, tukaanza zania kunakia presida, kunakia nani, kumbe kweli wako nakia wanashangilia wale ba mama na ule baba be walikuwa vuchi. Mimi nilijisikia tu haya ya mingi juu nilikuwa na garso wangu hapa, nilikuwa sana naweza jizika. Nilifika natoka nikamwacha hapa, mimi nikaenda jificha pale mbele juu bilikuwa vitu vya haya vingekuwa vya sie bote bawili tuone gisi wale watu walikuwa vuchi. Bon, mimi niliona sani ofeti kuna kupaswa kuwa kitu fulani kiliwaongoza tu wale watu wafanye kitu saki. Paske ukiwaangalia ni watu ambao wana akili timamu na vitu ambao walikuwa wanafanya vinaonyesha kama wana akili. Lakini kama sasa wana akili, kwa nini watembee uchi? Maana yake kuna kitu fulani kiliwaongoza. Na labda ni vitu vya kiroho vyenyewe hatuwezi uweza kudetaya sasa biko hivi, lakini wanapaswa kuwa tu kuko force moja yenyewe wa conduire wafanye ile hali ya vile. Asante Mchumbe kwa ripoti yako. Ni tukio ambalo liliweza kutajabisha wananchi wengi wa mji wa Baraka. Msikilizaji, tujielekeze huko Uvira ambako mwanaharakati wa kisiasa Andre Biadunia Mashaka ameomba malida pamoja na mashirika ya kiraia mjini Uvira kuandika kibarua cha kutaja kitendo cha mwananchi mmoja aliyetekwa na kupelekwa pasipojulikana paka Lungwe. Kwake lida huyo kutokuonekana kwa mwananchi huyo kutaleta giza kubwa katika siku za usoni mjini Uvira endapo atopatikana. Andre Biadunia Mashaka amezungumza na wenzetu wa Radio Le Messager du Peuple pa Uvira. Mzetu kijana ambaye amekuwa alivyo mgrupema ya Kalongo safari na tena 3 jours na mpaka sasa tatukumbusha ba notable ya Uvira paski nasemekana kama likiana alikuwa alivyo na ba presime gumino wakati wenzenu wanakamatiwaka tu mtu mmoja tu atapesera kimwantimite kugari tu nakuta mtusi kwa mugari anamwantimite ile anamwambia tuleta dokima za gari banakuwa kama na panike mpaka dunia mzima inajua. Meni huzuni kusikia banabeba mtu panda 3 jours passage yote sijui kiani wa kabila gani, passage ya kabila ya kwake bote wananyamaza, hakuna hata wakukumbusha. Mimi naweza kubarandire barua karibuni 5 za passage ya Kitusi zenye waliandika hao wenye mnaita Wanyamulenge wa Nyarwanda, zenye waliandika wakati yenye watu yao walikuwa nakuwa na matanta kwa leve tamwendre registre tu na mwintimide kidogo kwa barabara mko maandamano hivi banatoka na barua ndio vile watakutuua, watakutumaliza, watakutufanya nini? Eske sie tuko mbuzi? Eske damu za benzetu haziko ndo damu zetu? Pourquoi bakwetu bananyamazaka banaonaka banaweza kufurahi ndio tukamate maiti mtu ashakufa kule? C'est le moment ya kuwapatia ultimatum. Kama ile kiani Mubembe, kama ni Muvira, kama ni Mfuliru, kama ni Munyendu, passage ya ile kabila, société civile, muandike barua kubale passage ya Kitusi, muandike kiule kiana kikufa tukilogota maiti pole kwao. Foku bandia clairement parce que nabo banaandika. Ifo nikumbushe benye yuko anifata na ulimwengu yote mzima kwamba figu
Twirwaneho iko na signature ya collaboration na M23. Upande mwingine, Andre vya Dunia Mashaka ameomba kwa wazalendo kutokuzubaishwa na mji bali wajielekeze kwenye shamba ya kivita kama wanavyofanya wengine. Nakumbusha wenyewe bangali mvile ya Uvira wazalendo. Tuko na information kama mkishapata vifaa kidogo s'il vous plaît. Mugeuze macho. Toe macho mvile, macho migeuzie kwenye front iko. Basi adui haiko na lala, adui iko na montema strategy kila siku. Na usiku wa FARDC iko anormal. Serikali yetu ya Kongo inajua namna gani Mnyarwanda anatumikaka, inajua namna gani M23 inasumbuaka watu. Kisha leo FARDC ijipermettre kusigner cessez-le-feu, inakamata angali inasema na je prends acte ya cessez-le-feu ya M23. Na mwa ile barua mnakuta wanaambia wazalendo watie kano chini wasipigane na AFC. Pandake wanaiwa metode yao ya kutumika. Ile cessez-le-feu yenyewe banasema banasimamisha vita ngambo ya Walikale. Haiko tu kwa wema, bali pigwa sana, na kisha kupigwa sana bakaona bajireconstituer bapate maunite zingine za kutoka Rwanda. Et pour votre information, kuna vyo libema Walikale siku ya posho ilileta renfort, na kisha ile renfort kufika balisha gabula njia tatu. Na njia ya kwanza ni waligawa. Njia ya kwanza watapita njia ya kwenda Mubi. Njia ya pili watapita njia ya kwenda Toto, na njia ya tatu watapita njia ya kwenda Itebero. Na zile njia zote zinafungula njia ya kwenda Kisangani. Alors, c'est le fait gani sisi tuobserve ba Kongole wazalendo tutie bunduki chini, bandaki Kisangani inaenda kuanguka wako tafuta kuiangusha. Mtoto wa Museveni anasema kwamba yafaa bakamate Kisangani. President wa Republiki kama Silvopro na yuko kwa intérêt ya population ya Kongo yote mzima, acha wazalendo wafanye kazi. Kama hauna tena confiance kwa FARDC, patia wazalendo confiance, wape chakula, wape munition, nchi wataigomboa kwa siku kidogo sana. Ingilia tu maakoro maseselefe, vitu vitaharibika. Msikilizaji, kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, hivi sasa nampisha mwenzangu Omar Makelelozili. Karibu Omar. Na shukrani sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi Dilwe. Leo asubuhi katika habari za michezo, tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba tournament julikanayo kwa jina la RFADS tayari imetamatika jioni ya siku ya pili ya wiki tunayo, ambako mshindi wa tournament hiyo ni klabu ya Ose Masanze, ambako hivyo nikisha kuwatandika timu ya DC Urafiki bao 1-0 kunako finali ambayo iliweza kupigwa katika uwanja wa Lumumba majira ya saa 9 kamili. Kwa hiyo sasa timu ya Ose Masanze wamekuwa washindi wa tournament hiyo ya RFADS ambao wameshikiliana nafasi ya kwanza, huku timu ya DC Urafiki wameshikiliana nafasi ya pili. Na vile vile klabu ya CS Vijana Prestige wamekuwa washindi watatu wa michuano hiyo ya RFADS kisha kuwatandika timu ya Presqu'île Dubwari mabao 3-1, mechi ambayo iliweza kupigwa vile vile siku ya pili majira ya saa 7 na dakika 30 za jioni. Vijana wa Presqu'île Dubwari wao wameshikiliana nafasi ya 4. Tukumbushe kuwa tournament hiyo ilikuwa imejumuisha timu 4 kabambe za hapa katika mji wa Baraka, ikiwemo Ose Masanze, DC Urafiki, CS Vijana Prestige pamoja na Presqu'île Dubwari. Lakini licha ya kutamatika kwa tournament hiyo ya RFADS, haitozuia michuano ya ligi nyumbani katika hatua yake ya playoff ambayo itaweza kutimua vumbi mchana wa siku ya tatu ya leo majira saa 9, ambako katika uwanja wa Maendeleo vijana wa FC Okapi kutoka Misha katika kisanga cha Ubwari sekta ya Mutambala tarafani Fizi watapepetana vikali zidi ya CS Vijana Prestige ya hapa katika mji wa Baraka. Vile vile katika bara la Afrika ni kwamba michuano ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 huko Marekani iliweza kutimua vumbi usiku wa kucha leo, ambako mechi nyingi sana ziliweza kupigwa katika bara hili la Afrika. Ni kwamba vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard waliweza kuwatambia timu ya Mauritania mabao 2-0. Mabao ya DRC yalipachikwa na mchezaji Charles Piquel kunako dakika ya 3 ya mchezo pamoja na Fisto Mayele Kalala kunako dakika ya 83 ya mchezo kipindi cha pili. RDC wakaweza kuwatandika timu ya Mauritania hivyo mabao 2-0. Vijana wa Maroc wakaweza kuwatandika timu ya Tanzania mabao 2-0, na vile vile timu ya Senegal wakaweza kuwatandika timu ya Togo mabao 2-0. Algeria wakaweza kuonyesha mvu ya mabao timu ya Mozambique wakaweza kuwatandika mabao 5-1, huku timu ya Comor
wakaweza kuwatandika timu ya Chad bao moja kwa bila. Rwanda wakaweza kutoka sare kufungana bao moja kwa moja na vijana wa Lesotho, huku timu ya Nigeria wakatoka sare ya kufungana bao moja kwa moja na vijana wa Zimbabwe. Uganda Crans wakaweza kuwatandika timu ya Guinea bao moja kwa bila, na timu ya Benin wakaweza kukutana cha Mtemakuni wakaweza kutandikwa bao mawili kwa bila na vijana wa Afrika ya Kusini. Egypt wakaweza kuwatandika timu ya Sierra Leone bao moja kwa bila, na Botswana wakaweza kuwatandika timu ya Somalia mabao mawili kwa bila. Burundi Ndamba Murugamba wakaweza kuwapatia funzo la kandanda timu ya Seychelles kwa kuweza kuwatandika mabao 5 kwa bila, na vijana wa Cameroon wakaweza kuwatandika timu ya Libya mabao 3 kwa moja, na Sudan wakatoka sare ya kufungana bao moja kwa moja na Sudan ya Kusini. Na huko katika bara la Ulaya, safari alimasi michuano tuyo ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 iliweza kutimua vumbi, ambako timu ya Moldavia waliweza kutandikwa mabao 3 kwa mawili na vijana wa Estonia, huku timu ya Israel wakaweza kunyeshewa mvua ya mabao na vijana wa Norvege mabao 4 kwa mawili. Timu ya Macedonia wakatoka sare kungana bao moja kwa moja na vijana wa Pays de Galles, huku timu ya Gibraltar wakaweza kutandikwa mabao 4 kwa bila na vijana wa Republic Czech, huku timu ya Montenegro wakaweza kuwatandika timu ya visiwa vya Feroe bao moja kwa bila. Safari Alimasi Dilwe, ngoja niweke nukta kuna kwa habari za michezo asubuhi ya leo. Ni kushukuru Omar Makilelo Zil kwa habari zako za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na hiyo ni muda wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili kwa masafa 93.0 FM. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Msikilizaji, tupindukie katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini huko Butembo. Mafunzo kwa wanajeshi ambao wanataka kutetea nchi yanapangwa kufanyika wiki ijayo pa Nyaleke tarafani Beni, ndivyo amesemayo Kanali Radia ya Benjamin siku ya Jumatatu ya wiki tunayo tariki 24 Machi 2025 ndani ya mji wa Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini. Ripoti kamili na Zangosu Biswa Kapuni. Luteni Kanali Heradia ya Benjamin alimwambia meya katika mji wa Butembo kwamba wiki ijayo mazoezi ya kiaskari kwa wale wanaotaka kupigania nchi hii yataanza huko Nyaleke. Lengo ya kupatikana kwangu hapa Butembo ni kujulisha wa vijana wote ambao wana realizea kama nchi yetu iko menase na adui, wakuje kuintegre reserve armée ya defense ajili wa beneficie na formation moja accelere ku centre ya Nyaleke, na wakuwe wanatumika pembeni ya FRDC ajili ya kukinga nchi yetu. Ni wa vijana wote, wanaume kama vile wanawake, kwanza umri wa miaka 18 hadi kupanda juu. Muda wa mazoezi hayo ni siku 45. Pitisha tunaweza kupunguza, lakini hatutapitisha pale kufuatana na hatari hii kunajongea mji Butembo na Beni. Haifai mafunzo ikamate muda mrefu. Luteni Kanali Heradia ya Benjamin alifunua kwamba kila mtu anaye miaka zaidi ya 18 hadi miaka ambayo mtu ajisikia ana nguvu, wote waalikwa kujiidadisha ili kupata haya mafunzo, ikiwemo wasichana. Tujulishe kwamba mafunzo ya wale ma-VPD ni watu wote ambao watapewa haya mafunzo ili kila mara wawe upande wa askari jeshi za Kongo muda ambapo watakapohitajika. Nikiripoti kutoka Butembo, Zangosu Muviswa. Naam, asante sana. Hiyo ilikuwa ni ripoti yake Zangosu Mugiswa, mwanaripota wetu wa huko Butembo. Tujielekeze katika mkoa wa Kindu ambako raia wengi kutoka tarafa Lubutu na wengine kutoka tarafa Walikale wanaendelea kulalama kutokana na hali mbaya ya maisha wanawapitia kwa sasa. Hivyo ni kutokana na ukosefu wa salama maeneo hayo. Raia hao wameyahama makazi yao kutokana na vita M23 na kuelekea pa Kindu. Godefroid Musunga Shabani kutoka Kindu. Yeka na wasiwasi inaendelea kuonekana
sana ndani ya mji wa Lubutu. Kwa siku ya leo inaenea siku 3 bila kuwa na kazi, na hayo nikisha kuona wanajeshi, polisi pia raia ambao walikuwa wajirani pamoja wa Walikale na hata wanakimbia bila kuangalia nyuma, na wanaambukiza wa raia wa Lubutu. Wao pia wanakimbia kwa kwenda huko patarafa la Punya kuelekea hata njia ya Kisangani. Utaweza kugundua ya kwamba ni wanajeshi ambao hawakutumika kazi yao kama kawaida, kama inahakikishwa naye kiongozi wa shirika la raia Mutoro Mumber kutokea huko Lubutu, na yeye anaomba kwa viongozi wa jimbo la Maniema waweze kujihusisha na jambo hiyo kwa ajili ya kuleta amani. Mutoro Mumbere anazungumza. Mtaa wa Lubutu uliweza kupokea wakimbizi kutoka mtaa jirani ya Walikale kufuatana na traizo aliyofanya generali anayoitwa jina ya Kabidon. Tuliwahi kuona katika eneo za mtaa wa Lubutu wa askari jeshi, polisi pamoja na wasivili wote wakikamata mbio kutoka Walikale kujielekeza Punya, Kisangani na wengine kubaki katika eneo za mtaa wa Lubutu, tendo ambalo liweza kuonesha kukimbia pia kwa population za mtaa wa Lubutu, kila ule na njia zake, na kila ule alitoa njia ya Basayo, Babulia, Babutugani na wengine kujielekeza hata Kisangani. Somo, butike, soko zote zimebaki zimefungwa leo siku 3. Na imeonekana katika eneo za mtaa transport wa commun, produit ya première nécessité na machakula fulani zote zimepanda bei katika siku hizi. Kufuatana na raporo ya Direction Generale de Migration antenne ya Oso, imeonekana watu 137,600 wamekwisha kutoka katika jimbo jirani ya Nord Kivu na wakiingia ndani ya Maniema Chopo. Na ndani ya watu hawa imeonekana wale wanaokuwa wakimbizi katika mtaa wa Lubutu watu 16,400 ambao wanapatikana ndani wanawake 922 na wanaume 6,378. Kwa hiyo shirika la raia ya mtaa wa Lubutu inalalamika. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Huko katika mkoa wa Tanganyika ni kwamba wakaaji wa kijiji cha Lumfuko jimboni Tanganyika wameanza kutumia maji safi toka kwenye mabomba yaliyojengwa na kudhaminiwa kifedha na mbunge wa jimbo la Tanganyika Cyril Kimpwawel. Undani wa taarifa hii na Yolombo Didio Dr. Mwanaripota wetu huko Kalemi. Wakiwa wanalazimishwa hapo zamani kutumia maji yasiyokuwa safi kwa matumizi na vile kitarifa kirefu kwa ajili ya kuipata maji kama na hiyo, raia wa Karta Lumfukwe kwa sasa wanakuwa wanapata faraja. Mwanabunge Cyril Kimpwawel Mkalai, president wa bunge la jimbo la Tanganyika, akiwa vile mchaguliwa wa jimbo la Tanganyika kwenye eneo la jiji la Kalemi, alikuwa anaamua kabisa kuwapatia raia hawa maji masafi kupitia bomba la kisasa ambao ni kwa mara ya kwanza na najengwa ndani ya eneo hilo. Inakuwa ni ahadi ambayo nilikuwa naifanya muda wa kampeni ya uchaguzi uliokuwa unapita. Nilikuwa napata malalamiko mengi kutoka wakaji wa Lumfuko kwamba walikuwa nakabiliana na changamoto ya kukosewa maji safi, na ni kwa hiyo inibidi kabisa nitimilize ahadi yangu. Na unajua kwa kufanyikisha mradi kama na utu kuna kabiliana na shida nyingi. Unajua kwamba Lumfuko inakuwa kidogo kwenye mlima, ni kwa hiyo ilibidi kuchimba sana chini. Tulienda kwenye mamita karibia 70 kwa ajili ya kupata maji safi. Ni kwa hiyo tunategemea kwamba bomba kama na hili litakuwa natoa majibu kwa matatizo ambayo raia walikuwa nao la maji, na hata vile kwa ajili ya kusaidia kupiganisha maradhi na kuwa natokana na maji machafu. Hii bomba inakuwa natumikishwa na nishati ya jua, na kwa hali ya upekee sana ni kwamba hii maji ni ya bure, hatuombi hata pesa yoyote ile. Tunafanya hivi kwa ajili ya kusaidia raia ambao walikuwa wanahitaji, wakiwa katika furaha kubwa ya kuona hitaji lao kujibiwa. Wakaji wa Lumfukwe walikuwa natoa shukrani kwa mwanabunge huyu Cyril Kimpwawel Mkalai, huku akimwaidia kuwa naye pamoja. Tunashukuru Mungu. Honorable Cyril na maviti, Mungu awabariki, awaongezee maendeleo yao ishibakilie hapa leo izidi. Hivi tunashukuru Mungu akubariki sana tena sana. Tuko bega kwa bega, tuko na wewe mpaka kufa. Tangu tulianzaka na hivi tunazalika na hivi tunafika mpaka hivi. Ataonaka kitu kama anakio natufanyizia baba yetu. Mungu azidi kukubariki na endelee mazako shibakili mpaka hapa. Tuendelee na shie mpaka mwisho baba yetu Cyril.
wakidai kufahamu kabisa mambo ambayo mwanabunge wao ameshawafanyizia ndani ya eneo kama na ile, ikiwemo masuala kusaidia vifaa vya shule kwa wanafunzi, kuunga mkono swala la elimu la msingi kwa bure na hata vile vile matibabu kwa bure. Raia wa kijiji Lumfuku walikuwa na mgabizi zawadi mbalimbali. Mwanabunge kama na huyu naye kwa duru lake alikuwa anapatia baadhi ya zawadi aliyokuwa anawapelekea maeneo kama na hiyo. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe, DJ Doctor. Na kwenye habari za kimataifa tuanzie na huko Burundi, ambako rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anaeleza kuwa na taarifa za kukamilika kwa Rwanda ina mpango wa kuishambulia Burundi, huku nchi hiyo ikionya kuwa inajitahidi zidi ya mashambulizi yoyote kutoka kwa nchi ya Rwanda. Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi. Anaonya kuwa itajilinda dhidi ya mashambulizi yoyote kutoka kwa Rwanda. Rais Evariste Ndayishimiye akisema kwa mpango wa Rwanda kuivamia Burundi kupitia Kongo ni makosa. Anasema kwamba Rwanda inajaribu kushambulia kupitia eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia vuguvugu la Red Tabara, lakini akitoa onyo kuwa ikiwa Rwanda inataka kuishambulia Bujumbura kupitia Kongo na wao Kigali sio mbali kupitia mkoa wa Kirundo. Msemaji wa serikali ya Rwanda Yorande Makoro alisema ameshangazwa na kauli ya Rais Evariste Ndayishimiye. Rais anaeleza kuwa ana taarifa za kuaminika kuwa Rwanda ina mpango wa kuishambulia serikali ya Burundi. Alisema ikitokea hali hiyo migogoro inaweza kuwa maafa, kwani inaweza kusambaa katika ukanda mzima. Raisi anasema tayari ameshatuma wajumbe wake mbalimbali kwa Rais Paul Kagame wa Rwanda kumtaka atekeleze makubaliano ambayo yatazileta pamoja nchi hizo mbili, lakini bado hajapata majibu yote kutoka Kigali. Burundi inaishutumu Rwanda kwa kuwahifadhi wale waliojaribu kuipindua nchi mwaka 2015. Mamlaka za Burundi zimekuwa zikitoa wito kwa wahalifu hao kurejeshwa nchini Burundi na kufikishwa mahakamani. Burundi pia ilishutumu utawala wa Rais Kagame kwa kuunga mkono kundi linaloipinga serikali ya Burundi la Red Tabara ambalo limefanya mfululizo wa mashambulizi mashariki mwa DRC. Mashambulizi hivi karibuni ya vuguvugu la Red Tabara nchini Burundi mwishoni mwa mwaka jana yalifanya nchi hiyo kuamua kufunga mipaka yote na Rwanda. Rais Evariste Ndayishimiye pia akiapa kwamba hawezi kuketi kwenye meza moja ya mazungumzo na Red Tabara. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Sikilizaji, tukamilishe uchambuzi wa habari na habari za huko Angola, ambako rais wa Angola Joao Lourenço ametangaza kujiondoa kama mpatanishi wa mchakato wa Luanda uliolenga kutatua mzozo ulioko mashariki mwa DRC kati ya DRC na Rwanda unaosababishwa na M23. Isaac Mlucha Ashibe na ripoti kamili. Rais wa Angola Joao Lourenço ametangaza kujiondoa kwake Jumatatu 24 Machi kama mpatanishi wa mchakato wa Luanda ambao alijitolea kuwa mpatanishi kati ya DRC na Rwanda na kusuluhisha mzozo wa kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miezi miwili baada ya kuchukua wenyekiti katika ofisi ya Jumuiya ya Afrika, Luanda inaamini kwamba ni wakati wa kuzingatia mamlaka yake ya bara la Afrika na kuachana na mchakato wa upatanishi huo. Matangazo hayo yalitangazwa kupitia akaunti rasmi ya Facebook ya rais wa Angola Jumatatu. Joao Lourenço anabainisha kuwa kwa jitihada za tume ya Umoja wa Afrika, mpatanishi mpya atateuliwa katika siku zijazo kuendelea na mazungumzo na kupata suluhisho la migogoro kati ya nchi hizi mbili jirani. Mpatanishi huyu atasaidiwa na SADC na EAC, umetangaza hivyo urais wa Angola. Hata hivyo, Angola inasalimu maendeleo yaliyopatikana tangu kuanza kwa mchakato wa Luanda na ikisisitiza kwamba maendeleo muhimu yamefanywa. Mwisho wa majadiliano yaliyofanyika huko Luanda, maendeleo makubwa kupitia wizara yalipatikana mnamo Desemba mwaka 2024. DRC imeamua sasa kukabiliana na waasi wa FDLR na kuitaka Rwanda kuondoa vikosi vyake vya ulinzi kutoka eneo la Kongo ya Kati hadi kwenye mipaka ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, rais wa Angola pia anakumbusha kwamba amekuwa akiamini kila wakati kwamba wanapaswa kuwa sambamba na majadiliano haya na kuandaa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kinshasa na M23. Asante kwa ripoti yako Isaac Mulucha. Msikilizaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambao ulitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Ni mshukuru bani wangu ambaye ni Merci Mbelechipa aliyekuletea uchambuzi wa habari, si mwingine bali ni Safari Almasi. Leo tunywa na la ziada na kuaga. Bye bye.
Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi